Ngoja nijaribu kukusaidia wewe ambaye una kipawa na haujui kipawa chako ni kipi. Kupitia ndoto mtu unaweza ukajua kipawa chako au karama yako. Ujue kwenye haya maisha, mtaji wa kwanza kabla ya kuwa na pesa ni kipawa chako wewe mwenyewe. Kipawa ni zaidi ya urithi kutoka kwa wazazi wako. Ukiwa na kipawa na ukajitambua, ninakuhakikishia lazima utafanikiwa. Ni swala la muda tu. Kwa sababu hata neno la Mungu linasema, kitabu cha Mithali 18:16, kipawa cha mtu humpatia nafasi na humleta mbele ya wakuu. Ukifanya jambo lolote nje ya kipawa chako utatumia nguvu nyingi sana ili ufanikiwe. Ila mtu afanyaye jambo kwenye kipawa au karama aliyopewa, basi kitu hicho huwa kinajiongoza chenyewe na kinakuwa na njia nyepesi ya kufikia mafanikio. Kabla sijakuelezea ndoto ambayo inaweza kukuelekeza kipawa chako, kwa majina yangu ninaitwa Pastor Philip Mbasha, nabii wa ndoto. Tumia namba ya simu hiyo kwa ajili ya kuwasiliana na mimi. Usiache kushare ujumbe huu ili na wengine wapate kuona, kucomment na kulike pia. Kwa wewe ambao unahitaji maombi na maombezi, tumia hiyo namba kuingia WhatsApp, andika neno niunge, nitakuunganisha kwenye grupu ya maombi ambayo ninaongoza mimi mwenyewe. Karibu sana. Kitabu cha Warumi sura ya 12 ule mstari wa 6. Biblia inasema, basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema mliopewa. Ikiwa unabii tutoe unabii, na kwa kadri ya imani. Pale vimetajwa vingi sana chini. Lakini pointi yangu ni kwamba kila mtu amepewa cha kwake ambacho hakifanani na mtu mwingine. Na ukitumia hicho ulichonacho kitakunufaisha wewe pamoja na watu wote waliokuzunguka. Kile kitu ambacho unaona unakifanya ndotoni, hicho ndicho kipawa Mungu alichokupatia. Kwa mfano, ukiona unaimba ndotoni, wimbo wote ambao unaupata ukiwa ndotoni, hata kama ukawa na sauti mbaya, ila huo wimbo maadamu uliwimba ndotoni, hususan kwa ninyi ambao mnatumika madhabahuni, anza kuelewa kabisa huo wimbo umepewa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa wimbo huo hauwezi ukafanana na wimbo mwingine wowote mtu aliweza kutunga. Ndio maana kuna watu wanaimba kawaida sana, hawana sauti, hawana skeli za sauti, lakini kwa kuimba kwao tu, kwa sababu ni wimbo wamepewa na Bwana, watu hawa hufahamika na hubarikiwa kupitia uimbaji huo. Kuna mtu mwingine unaona unacheza mpira, mwingine unaota unahubiri katikati ya watu wengi sana, na unahubiri wanabarikiwa. Wewe unakuwa umeitwa kwenye nafasi ya kuhubiri. Sitakuwa mhubiri, ninaenda kuwa mwalimu. Nakwambia kabisa kuna vitu havitakuwa sawa. Unaota ndoto, unaona kabisa uko mbele za watu wamekuzunguka, unaongea na watu wanakuwa kama vile wewe ndio kiongozi wao. Unaanza kuona kabisa wewe ni mwanasiasa. Hicho ndio kipawa chako Mungu amekupa. Sasa toka hapo kwenye hiyo siasa, nenda wewe kaanze kuwa mkulima. Utalima korosho wewe na zitaharibika. Utalima mahindi na ataliwa na ngedere. Kitu ambacho unaona unajishughulisha nacho kwenye ndoto, anza kuelewa kitu cha kwanza, hicho ni kipawa chako. Unaota unaombea watu wanapona, ni kipawa chako. Unaimba watu wanabarikiwa, ni kipawa chako. Unafanya biashara na unauza sana, wateja wanakuwa ni wengi sana, hicho ni kipawa chako. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Usikose mafundisho mengine yajayo, na usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu kwa ajili ya kujifunza zaidi na zaidi. Amen.